السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu wapendwa, wakereketwa wa mambo ya dini, niko mbele yenu kuweza kuwaomba na kuweza kuwajuza katika khairi ambayo tuko nayo, kwani neema inapokuja inabidi ushirikiane na ndugu zako juu ya neema hiyo, ili kila mmoja aweze kufaidika na neema hiyo. Unaweza kujiuliza maswali mengi, neema iliyoko mbele yetu ni ipi? Ni neema ile ambayo kila mwaka Jenga Akhera wanakuwa na neema hii. Leo imebidi nije kwenu na nyinyi pia niweze kuwafahamisha, ili msiweze kukosa mavuno haya ambayo ni makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zenu wa Jenga Akhera, kama ilivyo desturi, kwa miaka iliyopita takriban 2-3 nyuma, kila mwezi wa Ramadhani wanakuwa ni wenye kushirikiana na mayatima, kuweza kuwasaidia kiasi kichache kadiri ya ule uwezo wao. Mwaka huu wameona waje kwa ndugu zao, wanakusudia kushirikiana kuwasaidia mayatima 60, kwa sababu Jenga Akhera bado ni ndogo, bado haijakuwa na kiwango kikubwa. Inachukua tu na inaomba tu na inachukua mawazo kwa ndugu zao kama vile nyinyi, na kuweza pia vile vile kupata mchango mbalimbali kwa Muislamu mpenda khairi. Leo hii wakaona kwamba acha hii neema tuwaambie wenzetu wengi ambao nao wasiweze kuikosa neema hii. Wakakusudia kwamba leo waweze kuchukua mayatima 60. Mayatima hawa hawako kwenye kituo kimoja. Sehemu hii ambako kuna hili grupu ni sehemu za mashambani. Kwa hiyo hawaja kuwa na uwezo kwamba waweze kuwakusanya pamoja. Ni wengi sana mayatima, lakini huwa wanakwenda kuzunguka sehemu mbalimbali. Mfano kama mwaka uliopita waliweza kuchukua sehemu za upande wa Shimoni, wakachukua upande wa sehemu za Kigombero, wakachukua sehemu za upande wa Mwambalazi, na wakenda moja kwa moja hadi sehemu za Lungalunga. Waliweza kadiri ya kile ambacho Allah aliwawezesha, na wale wote ambao wamechangia kipindi kile, jaza yao iko mbele ya Allah Tabaraka wa Taala. Wamefanya makubwa kwa hakika. Kwa mara hii pia bado tunaona hiyo khairi iendelee, kwani tuliweza kukutana na wengi ambao walikuwa wallahi, yani kama uko kwenye msafara unaona masikitiko, lakini uwezo wenyewe ndio unasema kwamba hatuna cha ziada. Lakini tukapendelea kwa vile ni mapema na imani, ndugu zangu wapenda khairi wapo na fadhila hii ya kuweza kumlenga, kumlea, kumbembeleza yatima, kila mmoja anaifahamu ukubwa wake. Kwa hiyo wakaona Jenga Akhera Foundation waweze kuwachukua safari hii mayatima 60, kwa kuwa kiwango ambacho wanashirikiana na wale ndugu zao huwa kidogo, ni kiasi. Wakapiga hesabu zao kwamba kila mmoja kama Allah ataleta taufik aweze kupata 2000. Ni kiwango kidogo, lakini kwa hali ambazo kwa sasa yani zipo, ukaona tuanzie hapo. Lakini mlango uko wazi. Kama kuna Muislamu yeyote ataona kwamba hata mimi wote hao basi nitakuwa niwachukue mimi, wallahi Jenga Akhera iko wazi, unakaribishwa. Utakuja kwenye msafara, tutapanga sote kwa pamoja kwamba msafara huu utakuwa uko wapi. Kila mahala utakwenda kuthibitisha kuona wale watoto huwa wamekusanywa kwa idadi fulani. Utaweza kama unahitajia kutoa mwenyewe binafsi, utashirikiana na Jenga Akhera kila mahala kwenda kutoa. Umuhimu wetu sisi ni kuona kwamba tunashirikiana na wenzetu
kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila ni nyingi sana, zimezungumzwa ndani ya Qur'ani, zimezungumzwa ndani ya hadithi, lakini acha tuchukue tu maneno mafupi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba yeyote atakayekuwa ni mwenye kushirikiana kuweza kumhifadhi, kumlea, kuweza kumpatia furaha yatima, Mtume alayhi salatu wasalam anaahidi kwamba mtu huyu, ile siku ambayo ni ngumu, siku ambayo watu watakuwa, Allah anasema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, paka mwisho. Ile siku ambayo ndani ya Qur'ani tunaelezewa kwamba mwanadamu, yauma yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake. Unaona ni siku iliyoje? Mtu atamkimbia mamake. Unaona ni siku iliyoje? Siku ngumu. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam anakuahidi wewe mpenda khairi, anakuahidi wewe nayependa yatima, anakuahidi wewe ambaye una upendo ya kwamba una maisha ya duniani ni ya kupita. Mali ulionayo unajua ni Allah ndiye amekupatia, uko tayari kuitoa. Anakuahidi kwamba yeye siku ya kiyama utakuwa naye karibu zaidi. Hii ni ishara kubwa kwamba yale matatizo yote wenzako ambao wamepuzilia yatima, wamemwona si lolote yatima, wamemkejeli yatima, wanapata shida, lakini kwa shilingi yako 100, shilingi yako 50, shilingi yako 1000, basi hiyo inakuweka katika mahali ya kwamba wewe uwe karibu na Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo hii ni fursa tukaona kwamba lazima ndugu zetu duniani wote tuweze kuwajuza, ili kila mmoja yaumul qiyama, siku iliyo nzito kama hii, yeye naye aweze kupata kile ambacho Mtume alayhi salatu wasalam ameweza kukiahidi. Tunawaomba kwamba sasa hivi tunawatafutia hawa mayatima. Hebu leta taswira wewe, haya maisha tulionayo, kama ni wewe, hebu jipigie mfano. Kama ni mimi naizungumza, kama ni wewe unaisikiliza, umeondoka kwenye maisha haya, sasa jiangalie wale watoto wako ulionao. Mwenyewe uko hapo duniani, mwenyewe unahangaika, mwenyewe unafanya lile na lile kwa ajili ya watoto wako wapate chochote, lakini unaona mambo yanakwendea magumu. Sembuse yule ambaye Allah tabaraka wa taala amempatia mtihani, mzazi wake ameondoka, anahitajia ndani ya mwezi wa Ramadhani, japo si kwa kikubwa, lakini kadiri ya kile Allah atakachotuwezesha, kwamba na yeye ajihisi kwamba na mimi pia baba kweli ameondoka, lakini alhamdulillah sina yale nilionayo. Ni nani wa kuweza kumuhami kama si wewe na mimi? Tunawakaribisha, tunawaomba. Sasa hivi tunatafuta 120,000, lakini kwa sababu ya usafiri, maeneo yale niliyoyataja, na hatuja kuwa kwamba sehemu gani tutaongeza, hiyo ni misafara, hatuja kuwa na usafiri pia vile vile ni wa kuhadiri, ni kwamba tuweze kuchukua usafiri za watu, na kama tunavyojua gharama za usafiri. Kwa hiyo itakuwa ni bora, yani aula la sasa hivi tutakuwa tunachanga 130,000. Hizi zitakuwa zinatusimamia, lakini ni kariri tena kwa waumini, mlango uko wazi. Yule atakayeona 2,000 ni kidogo, wallahi tutafurahia, tutasema karibu. Hata kama yatima moja kuna mtu atasema mimi nitampa 10,000, wallahi hatuzuili, mlango uko wazi. Na kama kuna mtu yuko na nguo, pia mlango uko wazi. Kuna mtu yuko na chakula, pia mlango uko wazi. Kama kuna mtu atasema pengine mimi nitatoa kitu fulani, wallahi mlango uko wazi. Acha mimi nitoe katika zile nambari ambazo naweza ukachangia duniani popote pale ulipo. Ikiwa utatumia paybill, utatumia 52 25 na 33. Account namba yake 77 91 182. Paybill 522533. Account number 7791 182. Na kama utatumia nambari ya simu 0759507881, 070759507881,
81. Jina litakuja Juma Mkuu. Na kama una lolote ambalo unahitajia kupata mawasiliano, pengine una nguo, pengine unasema mimi nataka kuongeza ziada, usipate shida. Wasiliana na nambari zifuatazo: 07 10 61 34 93, 07 10 61 34 93, ama 07 21 94 03 25, 07 21 94 03 25. Hizi ni namba za mawasiliano, utaweza kuwasiliana nao ili tuone kwamba iweje. Kwa kutoa mali yetu, kwa kutoa mawazo yetu, Allah atujalie kwamba ni sababu ya kutuondolea madhila yote katika dunia. Allah tujalie ni sababu kaburi zetu aziweke nuru, majumba yetu yaweke nuru, na yaumul qiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupokee. Subhanakallahumma bihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khair.